kweli ni sio kwamba ni leo nasikitika kila wakati jinsi waandishi wa habari wa vyombo vya habari vinavyofungwa hofu. Mimi ninavyoona kwa mfano nazungumza uhalisia ni kwamba vyombo vya habari ndio kiungo cha kukutanisha viongozi wa serikali, kukutanisha na rais na wananchi. Kwa sababu rais hawezi kutegemea viongozi alioteua wamwambie ukweli. Lakini vyombo vya habari vinapopata habari na wananchi wanapotaka habari fulani zimfikie rais, ndio wanamwambia vyombo vya habari, ndio wanafikisha habari zake. Nitakwambia kuna mambo makubwa ambayo rais mwenyewe amefaidika sana jambo. Kwa mfano hapa hatukujua, lakini vyombo vya habari sisaidia. Kwa sababu gani? Mimi nilimuona rais mstaafu Kikwete akilalamika juu ya chuo kikuu kufunguliwa hapa, kujengwa hapa. Kumbe wanasiasa wa hapa wanakataa chuo, hawakitaki. Sasa ikawa nikamwona kwenye vyombo vya habari, namuona Kikwete amechukia kutokana kwamba wanasiasa hawataki chuo niseme nini, Kompasi ya Dar es Salaam ijengwe hapa. Kwa ikabidi, kumbe mimi kabidi nimwende mkuu wa mkoa kwamba hao wanaokataa kujengwa chuo cha matibabu, chuo cha udaktari katika mkoa wetu hawasemi ukweli. Sisi wana Mbeya tunataka chuo kijengwe hapa. Kwa bahati nzuri Mheshimiwa mkuu wa mkoa akachukua simu pale kumpigia nani, wakati Mchemba ni waziri wa fedha, akampigia kwamba wana Mbeya wanataka chuo kikuu katika mkoa wao wa Mbeya. Kwa sasa pale alipozungumza naye pale, Mchemba akamwambia mkuu wa mkoa, huyu alikuwa Dr. Hemera, kwamba mimi nitaongea na rais kuhusu swala hili, alafu ataongea na katibu wa hazina Mheshimiwa Mchechu. Na ukweli Samia naye akalipata hili swala la kwamba wana Mbeya wanahitaji chuo kikuu. Akaja kutoa wakati wa 8 iliyopita ile nyingine, akatoa eka 1000 za kujenga chuo kikuu tawi la University of Dar es Salaam. Sasa hiyo ndio faida mojawapo. Lakini kama singekuwa vyombo vya habari, hata mimi singejua kwamba kikwazo cha ujenzi wa chuo hapa sio Rais Samia. Kikwazo ni wanasiasa wa hapa, wanataka kuwapumbaza wananchi kwa vitu vidogo vidogo. Kwa unakuta kwamba rais anapata mawasiliano na vyombo vya habari, na vyombo vya habari vinapominywa ni kwamba yeye mwenyewe anaminywa kuunganika na wananchi, anakuwa amebaki yeye na watu waliowateua ambao hawamwambii ukweli. Kwa mimi ndio maana nasikitika sana. Ningemuomba kama angesema na mshauri ni rais, ningemwambia kwamba waache waandishi wa habari wasizuiliwe kufanya nini, kuandika habari, kwa sababu wewe wanakuletea habari unazozijua. Leo tumepata ardhi ya kujenga chuo cha ardhi ambayo ametoa yeye kutokana na vyombo vya habari. Lakini kama ninavyosema mimi kwamba hata vitu vingi mimi singejua kwamba Kikwete angeweza kuwa na msaada kwenye mkoa huu. Kemea waache vijana waandike. Ni faida kwa nchi na faida kwa rais, kama nilivyokuwa nasema. Yeye mwenye rais anapata uwezo wa kufikia, kujua kinachofikia mtaani. Mimi hawezi kujua. Yaani kama hawezi kujua hayo nimekuambia. Swala kubwa ambalo leo rais analaumiwa ni kwamba hapa haleti miradi ya kufanya hivi. Lakini kumbe ameleta miradi mingi, isipokuwa anakuhamisha na wanasiasa wa Mbeya, wanasiasa tena wakubwa. Kwa hiyo mimi naomba, kwa mfano kuna mambo ambayo unafikiri kwamba nitakuja kuzungumza baada, ajue kwamba sisi wengine wenye habari tunaweza kupata habari, tunamuonea huruma kwamba hata akifanya jambo zuri napo inaonekana hafanyi, kwa sababu watu hawajui. Wakati wanamkwamisha watu wa hapa ambao wanategemea kwamba watamwambia, hawezi kumwambia. Wale wanataka vyeo, wale wanataka upendeleo, kwa wanamwambia mambo ya uongo, wanadai kumfurahisha wakati wanamhujumu. Mwenye kukosa ukweli ni rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mimi niko namuomba kwamba awaambie watu wake waache kuzuia au kuwaweka ndani vijana waandishi wa habari, kwa sababu yeye ndiye anakosa takwimu za watu walioko mjini, anakosa
maneno yaliyoko mjini, kwa sababu mtu wa mjini ana uwezo wa kuwasiliana na rais kwa kutumia vyombo vya habari. Sasa yeye kama hataki kuwasiliana na wananchi, Samia ndio shauri yake. Mimi niko naona hivyo kwamba vyombo vya habari vina faida sana kwa hawa watoto waliozuiliwa kikela na wengine wanazuia mara nyingi unakuta labda ni polisi wanazuia nini, wanamficha habari asipate. Hiyo mimi ndio niko nafikiri kwamba vyombo vya habari ni muhimu sana, kwa sababu ndio kiungo cha wananchi na rais wao. I would like to talk to my president. Nitaongea naye vipi? Nikimwambia mwandishi wa habari akiandika hizo habari, rais atazipata. Rais atazipata. Leo hii rais anaonekana hafanyi kitu chochote kwenye mkoa wa Mbeya kwa sababu wamekosa taarifa za habari. Watu wengine walikuwa kujikota kufanya chochote hapa Mbeya, lakini walikosa taarifa za habari. Sasa vijana wanakusanya habari, wanataka kupelekea serikali jue, wao wanasema serikali sijue. Hicho kitu mimi sitakipenda sana.